Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Habari zenu, natumai wote ni wazima. Peace be upon you. Amani iwe nawe popote ulipo na ikufikie. Bila shaka wewe ni mzima wa afya na unaendelea vyema kabisa na majukumu yako ya kila siku. Nataka kutoa update 2-3 tu ambazo zinaendelea. Unajua, nafahamu kuwa watu mnaingia kwenye channel na kutoka na kuchungulia, mnarudi kama kuna jambo jipya limetoka au kipi kimeingia. Basi na sisi ni kazi yetu kukupasha yale yanayoendelea. Yale yanayoendelea, kumekuwa na kupaniki kukubwa sana baada ya kile kilichofanywa asubuhi na Iran, na Israeli imeendelea kufanya mashambulizi maeneo tofauti ya Junub Gharib Tehran, kule kusini mwa Tehran. Kuna milipuko na moshi inaonekana imefuka, lakini Iran pia wameendeleza kufanya mashambulizi yao kule Haifa na Tel Aviv. Lakini jeshi pia lilitoa taarifa kuwa mashambulizi yanaendelea. Na nadhani kuna kama kitu kimebadilika. Unajua, ukiangalia karibu takriban siku 6 za nyuma zimepita, utaona kuwa walikuwa wanapeana time ya kupigana. Mchana ilikuwa ni muda wa Israeli, halafu usiku ilikuwa ni wa Irani. Lakini kuanzia jana na leo naona kama upepo umebadilika kuwa Irani wanakwenda mchana na mchana. Yani kwa sababu ukiangalia mfano kwa siku nzima ya leo, Irani wamekuwa wakibadilishana kabisa na Israeli. Yani kuwa sio tena Israeli ambaye alikuwa akishambulia mchana kutwa, lakini mara hii ni kama wanapeana, unanipa nakupa, unanipa nakupa. Kwa hiyo wameendelea na mashambulizi ya pande zote mbili. Lakini taarifa iliyotolewa na jeshi la Israeli, kwanza kwenye kitu kimoja ambacho natakiwa ufahamu kuwa tangu juzi nilivyokuambieni kuwa Israeli imezuia vyombo vya habari vya kimataifa kuripoti. Vyombo vya habari vya kimataifa kuripoti matukio ndani ya Israeli. Hakuna kifo chochote ambacho kimeripotiwa kuongezeka. Tangu juzi Israeli inatusomea vifo ni 24. Tangu juzi vifo ni 24. Wanachotoa sasa hivi ni majeruhi tu. Mfano mashambulizi ya jana yote, hata yaliyopiga leo hospitali asubuhi, hakuna mtu yoyote aliyeripotiwa kufa. Yani ni kama vile sasa imesimama namba kuwa hakuna kinachoongezeka hivi sasa. Sasa kuna kitu kimoja ambacho pia kimetokea halafu kinafikirisha. Nimekiona kwenye hata Al Jazeera Arabia walikuwa wamekiandika wanasema kuwa taarifa iliyotolewa na jeshi la Israeli, taarifa rasmi kabisa imetolewa na jeshi la Israeli, ilikuwa linasema kama inasema al-jeshi al-Israeli Irani istakhdama sarikhi mutaaddad. Yani anasema hii taarifa inasema kuwa jeshi la Israeli linasema Irani imetumia makombora mutaaddad, yani makombora ambayo yanakwenda mengi kwa pamoja, yani idadi inazidi. Yani unaliona ni kombora moja lakini yanafunguka. Kwa hiyo likaenda kuleta utata. Wakasema yakaenda kuleta utata kwenye mfumo wa ulinzi wa Israeli. Ndio sababu yalienda kupiga sehemu nyingine. Sasa kama mifumo ya ulinzi kuwa kumbe kuna vingine haiviwezi, vingine na viweza, na Iran tayari walishatangaza wakasema kuwa aina ya makombora haya ambayo yanakwenda na yanasambaa yanakuwa mengi kwa wakati mmoja, wao wanayo mengi hiyo hazina. Unaweza ukawa unajiuliza mara tatu kuwa hii itakuwaje? Yani kuwa kama kuna mengine hamwezi kuyafikia, haya mengine mtayafikia, sasa sijui itakuwaje. Kuna kitu kimoja ambacho kimetokea. Kuna ile kupanic umekuwa kukubwa sana ndani ya Israeli. Ndani ya Israeli watu wamepanic sana. Nimeona mawaziri, nimeona viongozi baada ya ile mashambulizi wamefanya kama vile nilihisi kuwa kitendo cha hospitali kitazungumzwa sana, itakuwa kama ndio victim, yani wao ndio waathiriwa zaidi wa hilo swala. Lakini kuna kitu ambacho pia wanashindana nacho kwa kiwango cha hali ya juu sana kwenye mitandao ya kijamii, watu kupunch. Karibu kila ambaye ametoa taarifa, mfano wale wa Israeli ambao wamekuwa wakitoa taarifa kuonyesha kuwa walionewa, wamedhulumiwa kwa kupigwa hospitali, nadhani respond yake umeiona inavyokuwa. Watu wengi wanawajibu kuwakumbusha kuwa mnaona Gaza au mmesahau nyinyi mlifanya nini, au juzi mmesahau mlipiga hospitali. Kwa hiyo wanakutana na hiyo kitu. Lakini
katika hali ya kupanic na kusema kuwa unaweza kusema kuwa ile option nyingine unakuwa unaweza ukaikosa, ni kuwa nimemsikia Itamar Ben-Gvir anasema kuwa Irani wasisahau kilichotokea Hiroshima na Nagasaki. Hiroshima na Nagasaki, unaelewa manake? Yani Irani wasisahau kilichotokea Hiroshima miaka ya 40 huko 45 nadhani. Marekani ndio alirusha kombora la bomu la nyuklia pekee ambao limewahi kurushwa hapa, ni Marekani alipiga Japani baada ya Japani kugoma kujisalimisha. Kwa hiyo Ben-Gvir anawakumbusha Irani kuwa msisahau kuna Nagasaki na Hiroshima ambayo iliwahi kutokea. Sasa ukifikia kuwaza hivi, yani umefika kwenye engo hii, maana yake you are loser, yani umepoteza, yani huna chochote. Kauli hii ukitazama ya Ben-Gvir na ukawachukua viongozi wengine wa Israeli, halafu ukachukua kuna kitu kimoja kama ndani ya Israeli kuna slogan maalum ambayo imeanzishwa. Yani ukitembea kwenye baadhi ya miji mpaka wametengeneza yale mabango, yani ile loha, zile bango zile za Mr. President finish the job. Hii haikuanza hapa, ilianza toka mgogoro wa kipindi cha nyuma wakati na Iran mwaka jana. Pia walitengeneza hayo mabango wakawa wanayapamba kwenye mji kama kumpushi Donald Trump kuwa Mr. President finish the job. Na hiyo pia waliitumia hata wakati walikuwa wanagombana na Gaza, wanamwambia, manake alisema kuwa nitamaliza watu wa Gaza wote, nitaimaliza Hamas itakuwepo. Sasa waliwahi kuitumia. Sasa kuna hiyo slogan ambayo inasukumwa hivi sasa ndani ya Israeli kumpushi Donald Trump ili aweze kuingia kwenye mgogoro. Sasa upande wa pili kuna ushindani mwingine wa hili ambao na uona unaratibiwa sana. Ukiingia kwenye mitandao ya kijamii ndio utaona kuwa unaratibiwa sana na raia wa Marekani. Yani raia wenyewe wa Marekani wana kampeni maalum ya kuishinikiza serikali yao isiingie kwenye vita. Nimeona malumbano yamekuwa ni makali. Ndani ya raia wa Marekani wanasema kuwa halituhusu. Hatuwezi tukatoa vijana wetu kwenda kupambana, kwenda kuuawa kwa sababu ya Israeli. Israeli ni nchi nyingine na Netanyahu sio rais wa nchi hii. Kwa hiyo wa Israeli wapambane na kile walichokianzisha wenyewe, sisi hatuwezi tukaingia. Nimeona hii kampeni kubwa ambayo inaendelea. Lakini ukirudi kwenye hili swala la tishio la nyuklia, unaweza ukasema kuwa kwa nini mmefika hapa? Yani nini kinawafanya mpaka mfikirie hapa? Kuwa unajua unapokuwa unapigana na mtu ambaye amekuzidi sana, mmeshapigana nguvu, yani ngumi umepiga, sasa unaona kuwa siwezi, unatafuta silaha ya ziada, si ndio? Unaweza kubeba rungu, jiwe, nini, umpige angalau amalize. Sasa manake umekosa option yoyote nyingine ambayo unaweza kusema kuwa hii naweza nikapambana naye. Kwa hiyo tunaweza kusema kuwa Israel hana option nyingine. Kwa nini mawaziri wa Israel wamepanic sana kwa hili swala ambalo wao ni kawaida wanalifanya kila siku? Kushambulia hospitali ni kila siku wanashambulia, kuvamia hospitali ni kila siku, kuwaua wahudumu ni kila siku wanaua, kuua wanahabari ni kila siku wanaua. Sasa hiki kilichowapanikisha hivi sasa, wamepanic sana, wanakuja juu sana, hawataki sijui ni nini. Sasa ni kitu gani ambacho kimewatokea? Yani kwa hivi. Lakini nenda katazame mfano hotuba ya Netanyahu kama siku 3-4 zilizopita, alivyokuwa akizungumza, anazungumza kwa huruma. Yani unaona mtu anayezungumza kwa huruma ni yule mtu, yani kuwa anasema leo tunashambuliwa Tel Aviv, lakini kesho tutashambuliwa New York. Yani hata ukioanisha vitu haviendi sawa. Yani ukioanisha tu haviingiliani kuwa. Yani anachotaka sasa pale kuonyesha kuwa Marekani, sisi tunawapigania nyinyi, sio sisi. Kwa hiyo njooni mtusaidie. Yani kama ile njooni mtusaidie. Kuna taarifa moja ambayo imeripotiwa sana imeripotiwa mara kadhaa katika mkutano wa masuala ya kiuchumi unaoendelea kule St. Petersburg, na katika hotuba ya Putin. Manaki maswali yalikuwa mengi, kwa nini Urusi haingilii? Na mimi nishalizungumza kwa nini Urusi haingii. Na watu wameizungumza. Urusi alitoa mkataba akampa Irani, vipi unataka kuingia makubaliano ya kiusalama na sisi? Irani alikataa, hakusaini. Kwa hiyo ndio maana sababu Urusi anasema hakuingia, au Urusi anasema yeye hajaombwa na Irani kuingia. Ni kitu ambacho kinazungumzwa sana. Ni kitu ambacho kinazungumzwa. Nitakurudisha nyuma kidogo kuwa wakati Irani anachukua makombora na silaha na droni anampa Urusi, aliyomsafirishia mpaka kukutana na vikwazo hivi karibuni, na sio mara moja, kampekea mara nyingi.
katikati kulikuwa kuna mkataba gani ambao unauzungumza kuwa huu mkataba upo? Kwa sababu kama Irani unaweza kusema anaonekana anavuja, Irani anavuja kwenye mfumo wake wa ulinzi wakati mwingine unamuona, lakini Urusi ana mfumo bora zaidi. Yani kipi ambacho Urusi kakipeleka? Lakini nilikizungumza kuanzia awali kuwa Irani hawakusaini makubaliano na Urusi sio kwa bahati mbaya. Walikuwa wanajua nini wanakifanya. Jamani, narudia mara kadhaa nasema Urusi ni Myahudi. Urusi ni Myahudi kuzidi Marekani. Irani alikuwa anajua Urusi ni Myahudi. Leo hii kama Irani angejichanganya akawa amesaini makubaliano na Urusi, basi Irani angekuwa ameshakuisha sasa hivi. Angekuwa amekwisha. Kwa sababu linapokuja swala la Israeli, Urusi ni mwingine kabisa. Linapokuja swala la Israeli, Marekani ni mwingine kabisa. Marekani na Urusi wanagombana kwa mambo mengi, yani wanavutana kwa mambo mengi huko nje, lakini sio swala la Israeli. Swala la Israeli wote wako kwenye njia moja. Ndio maana Irani hakusaini makubaliano na Urusi, kwa sababu alijua kabisa kuwa Urusi ni Myahudi. Yani uhusiano wa Irani na Urusi ulivyokuwa ni sawasawa na uhusiano wa Elon Musk pamoja na Trump ulivyokuwa. Wote kila mtu alisaini mwenzake kwa sababu ya kufaidika na kitu fulani, kuwa huyu atanipa hiki, huyu atanipa hiki. Kwa hiyo hata wakati tunapeana hivi, lakini kuna mipaka tumechora. Hivi nchi gani duniani leo inaweza ikapewa offer? Inapewa offer na giant, yani unapewa offer na Urusi, nchi ambayo ina uchumi mkubwa, nchi ambayo ina jeshi bora la pili duniani, inakupa offer, saini makubaliano na sisi, halafu unakataa bila sababu. Unaweza vipi wakati unafahamu kabisa niko kwenye tishio kubwa sana la wale kule, na wale kule wote wanamuogopa? Kwa hiyo nikikaa kwenye kivuli cha huyu mimi siwezi kushambuliwa. Kwa nini akataa Irani? Ana maana yake, ana sababu ya msingi, na kwa sababu kubwa kuwa ni uhusiano uliopo kati ya Israeli na Urusi. Ni uhusiano wa asili wa damu, ambapo kuwa vyovyote vile Urusi, Iran, Israeli, Urusi, Israeli, hawezi kwenda Iran, atachagua Israeli. Sasa pale inapofikia kuwa kuna tishio la kuifuta Israeli, kuna tishio la kuimaliza Israeli, na Urusi yuko upande wa Iran, nini kinatokea? Nini kinatokea? Kwa hiyo swala hili la Urusi kusema kuwa tuliwapa wakakataa, nakubaliana nalo mimi, wala sikatai kuwa waliwapa wakakataa, kwa sababu wanawajua nyie kina nani. Nimesema kuhusu sanction ambazo Irani amestruggle nazo toka miaka 47 iliyopita. Urusi alikuwa wapi? Sanction nyingi zimepitishiwa kwenye Baraza la Usalama. Vikwazo vingi vimepitishwa kwenye Baraza la Usalama, ambapo Urusi ana veto. Mbona hakuitumia veto yake kumlinda kama vile aliitumia miaka yote kuwalinda Korea Kaskazini, kama China alivyoitumia dhidi ya Burma na kumlinda Korea Kaskazini dhidi ya vikwazo? Kwa hiyo kusema kuwa eti Urusi ni ndugu kabisa, urafiki na Irani, kwa hiyo Irani wanaweza wakaingia naye makubaliano ya moja kwa moja, haiwezekani. Haiwezekani kuwa Urusi anaweza kuja kupambana na Israeli pale inapokuja masuala ya vita. Atajiweka pembeni kama alivyowatelekeza Armenia. Armenia waliachwa wakapigwa na Azerbaijan kwa sababu wanapigana na Israeli, wanapigana na Uturuki, wanapigana na Azerbaijan kwa upande mmoja. Urusi hakuingia. Kwa hiyo Irani hawakufanya bahati mbaya. Yani sorry tu kwa watu ambao mna mapenzi makubwa, lakini huu nawapa ni uhalisia. Nilizungumza wazi wakati wa kuondoka kwa Bashar al-Assad, nilizungumza kwa kina sana usaliti na uliokuwa unatokea wakati huo, lakini muda unatupa majibu kamili na vitendo vinaonyesha wazi kile kinachotokea. Uhalisia ndio huo. Irani hawakukataa bahati mbaya. Huwezi kukataa ofa ya Urusi, ila Urusi ni Myahudi. Urusi ni Myahudi kuzidi Marekani. Irani asingejipeleka kwenye mdomo wa mamba akacheza mchezo ambao IAEA wamemfanyia, kukubali kwenda kukagua na wanarudi kutoa taarifa kwa Israeli. Kwa hiyo alikuwa anayajua, sio kwamba kafanya bahati mbaya akaona hili bora nibebe peke yangu, siwezi kuhangaika na yote, kwa sababu nitapomvuta mwingine nimweke hapa ndani, maana yake nitakuwa nimempa kila kitu. Nitampa information zangu zote, atajua vituo vyangu vyote viko wapi, atajua uwezo wangu wote uko wapi. Tunamwamini kiasi gani? Na huyu ni rafiki yetu wa kipindi cha hiki kitu ambacho amekuwa na shida, yeye ndio amekuwa rafiki yetu, lakini sio katika kipindi ambacho alikuwa kwenye starehe, kwa sababu alikuwepo kule G8. Hatukuwa hivyo, tumekuwa marafiki na maswahiba wakubwa baada na yeye kuwa na matatizo kama yetu, lakini sisi tunaogelea kwenye haya matatizo karibu miaka 50, na yeye yupo tu kwenye miaka ya 10 na kitu hapa ndio amejiunga na sisi. Kwa hiyo
tumemwalika sawa, mgeni au nini, lakini tunaishi naye kwa tahadhari. Ndio nadharia iliyopo ya Irani. Asanteni. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby, tutakuunga moja kwa moja.